Bei ya mafuta ghafi ulimwenguni imeripotiwa kupanda zaidi kwa 9% hii leo kutokana na vita vinavyoendelea eneo la Mashariki ya Kati, huku shirika la nishati la kimataifa IEA likiahidi kutoa mapipa milioni 400 kutokana na wasiwasi wa usambazaji. Serikali ya Tanzania nayo imesema kuwa licha ya mzozo unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, hadi sasa hakuna athari kubwa kwa upatikanaji wa mafuta nchini, ingawa changamoto zinaweza kujitokeza siku za usoni. Wakati vita hiyo ya Marekani na Israel dhidi ya Irani vikiingia siku ya 13 leo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba majeshi ya Marekani yanaweza kuongeza mashambulizi kiasi cha kuifanya nchi hiyo iwe katika uwezekano wa kushindwa kujijenga upya. Studio ninaungana na mchambuzi wa masuala ya kisiasa za kikanda Musa Lugete, tukijadili athari zinazoweza kuendelea kujitokeza duniani kutokana na vita hivi. Lugete, karibu sana. Asante sana. Sasa tuanze moja kwa moja. Leo ni siku ya 13. Tunaendelea kuripoti vita huko Mashariki ya Kati, lakini hakuna tumaini la kumalizika kwa mashambulizi. Nini ambacho bado unakiona Marekani na Israel wanakitaka kwa Iran na bado hawajakipata hadi sasa? Kwanza, hesabu walizopiga hazikwenda kama walivyotarajia. Unajua dada yangu Imani, kwenye elimu ya diplomasia na masuala ya kivita kuna kitu kinaitwa decapitation strike. Decapitation strike ni kitendo ile vita inaanza tu mnawaua viongozi wakubwa ili kuinyong'onyesha nchi hiyo kijeshi, kwenye kupanga mashambulizi, kujilinda. Lakini decapitation strike ilifanyika. Marekani na Israel kwa pamoja waliweza kumuua Ayatollah Ali Khamenei, Ali Shamkhani, mtaalamu wa masuala ya nyuklia, na viongozi wa juu. Lakini hata hivyo ni kama wameliongezea morali jeshi la Iran kwenye kushambulia maeneo mbalimbali Israeli na nchi za Mashariki ya Kati ambazo Marekani ameweka makambi ya kijeshi. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba decapitation strike haijafanya kazi. Cha msingi waweze kukaa kwa kutumia mbinu za kidiplomasia wayamalizi haya mambo, lakini kwa sababu masuala ya kivita haya yameleta madhara makubwa tu, sio kwa Irani peke yake bali kwa mataifa ya Mashariki ya Kati. Tunapozungumza Fly Emirates, samani kwa kuhitaji hiyo kampuni, kwa siku inapoteza zaidi ya dola milioni 600 kwa safari zake. Bado kampuni za ndege za Dubai, bado makampuni ya mafuta na gesi kusafirisha mafuta na gesi kupitia mlango bahari wa Hormuz. Tunavyozungumza hapa, Pakistan wameingia kwenye mgogoro wa mafuta, imekosa mafuta, baadhi ya shughuli zimesimama. India, 40% ya mafuta ya China yanatoka kwenye mlango bahari wa Hormuz, Mashariki ya Kati. Korea Kusini, Japan na nchi zingine. Tunapozungumza leo Ulaya, bei ya gesi imepanda kwa 15%. Unajua kwa nini? Walikuwa wanategemea gesi kutoka Qatar kutokana na nchi za Umoja wa Ulaya kuiwekea vikwazo Urusi. Unajua Urusi ndio kwa msambazaji mkubwa wa gesi barani Ulaya, kwamba Europe shall never survive without Russian gas. Mbadala wake walikuwa wanatumia gesi kutoka Qatar. Qatar ni nchi ya 3 kwa uzalishaji wa gesi duniani. Lakini kwa sababu kutokana na mashambulizi ya Iran nchini Qatar, Iran wamesitisha kupeleka gesi Ulaya. Kwa hiyo itabidi sasa mataifa ya Umoja wa Ulaya wana option mbili: kumuomba Irani asitishe vita ili wapate gesi kutoka Qatar, au kumsujudia tena Urusi ili kununua gesi ya Urusi ambaye ni jirani yake, ambao wamemtenga kutokana na Urusi kuivamia Ukraini mwaka 2022. Umetoa ushauri mzuri kwamba wakae wamalize vita hii kidiplomasia. Kwa mujibu wa historia na historia ya mvutano wa hii mizozo, kwa sababu sio mara ya kwanza, unaona hilo linawezekana? Linawezekana. Kuna kutumia mbinu za diplomasia kusitisha vita, yani ceasefire agreement, na kuna kutumia mbinu za kidiplomasia kumaliza mgogoro moja kwa moja, kitu ambacho Marekani hawataki. Mambo ambayo Marekani wanataka na Israel: moja, wanataka Irani aachane na mpango wa nyuklia. Lakini pili, Israel na Marekani wanaona utawala wa Ayatollah haufai, wanataka Irani ibadilike iwe na utawala wa kidemokrasia wa mfumo wa falsafa za kimagharibi. Lakini tatu, Israel na Marekani wanataka wamiliki usalama wa nishati duniani, yani ule mlango bahari wa Hormuz ambao unatenganisha kati ya Irani na Omani waweze kuumiliki, kwa sababu lengo kubwa la Marekani, Umoja wa Ulaya na NATO ni kumiliki usalama wa nishati baharini, yani usafirishaji wa nishati, yani kwa kumiliki milango bahari mikubwa yenye ushawishi. Hapa nitakutajia milango bahari mikubwa duniani. Kwanza ni mlango bahari wa Hormuz ambao Iran ndo anaumiliki, ameufunga. Pili ni mlango bahari wa Bosporus ambao uko Uturuki, unaunganisha bahari ya Marmara na Mediterranean. Wale wanaangalia movie za Azam 2, Uturuki kuna daraja moja kubwa unaliona linapita juu lile pale, kwa hiyo mlango bahari wa Bosporus. Tatu, kuna mlango bahari wa Suez ambapo anaumiliki Misri pale.
jeshi la Misri na Marekani wana mkataba wa kihistoria, kwa hiyo ile Marekani anaushawisha na kambi ya jeshi Misri. Kuna mlango bahari wa Bab el Mandeb ambao ni mpakani mwa Djibouti, Eritrea, Somalia na Somaliland, ambao pale kuna kambi ya jeshi ya Marekani na Urusi na nchi zingine. Lakini shida kubwa ilikuwa mataifa ya magharibi walikuwa hawana udhibiti na mlango bahari wa Hormuz wa Iran. Kwa hiyo kufanya regime change ndani ya Iran kutamaanisha kwamba wataweka kiongozi wao ili watakuwa na access na ule mlango bahari ambao Iran akiufunga unasababisha kupanda kwa bei ya mafuta dunia nzima. Moja ya athari kubwa hivi sasa duniani ni kupanda kwa bei ya mafuta na uhaba pia wa mafuta. Unaona mataifa haya litilia maanani hilo na kuamua kukutana pamoja kumaliza mzozo. Kabla ya vita kuanza, pipa moja ya mafuta ilikuwa inauzwa $60 kwa Mashariki ya Kati. Lakini mpaka leo mafuta ghafi, yani crude oil. Kuna crude oil na refined oil. Tunasema mafuta ghafi crude oil ilikuwa $60. Leo tunavyoona pipa moja inauza $100 mpaka 120. Iran anasema nchi za magharibi wasipokuwa makini watanunua pipa moja kwa $200. Na itapanda zaidi. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa kufanyika, kuna mataifa kama China, Urusi, India, Pakistan ambayo yamekumbwa na shoko kubwa ya mafuta, ni lazima yambembeleze Marekani na Israel kusitisha vita ili kunusuru uchumi wa hayo mataifa. Hata Umoja wa Ulaya na wenyewe ni lazima utamuomba Marekani na Iran wakae chini ili mlango bahari ufunguliwe. Nimemsikia Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anataka Iran waufungue mlango bahari wa Hormuz ili kunusuru uchumi wa nchi za Ulaya. Kwa hiyo ni shoko kubwa sana ambayo inaendelea. Umetaja hapo sababu nyingi tu ambazo Marekani na Israel wanataka kama Iran ingie kwenye mfumo wa kimagharibi. Kwa nini wanataka hivi? Kwanza kuna sababu 4. Wanasema uongozi wa Tehran umekuwa ukifadhili makundi mbalimbali ya jihadi. Kwamba Irani ina uhusiano na wanamgambo wa Hamas kutoka Palestina. Irani ina uhusiano na wanamgambo wa Fatah kutoka Palestina. Irani ina uhusiano na wanamgambo wa Hezbollah kutoka Lebanon. Irani ina uhusiano na wanamgambo wa Houthi kutoka Yemen, Katabu Imam Ali na vikundi vya wanamgambo wa Kishia zaidi ya 35 vilivyoko Mashariki ya Kati, ambao vikundi hivyo vinatishia ustawi na usalama wa taifa la Israel. Lakini cha pili, inaonekana Irani mfumo wa uongozi wa Ayatollah, yani kiongozi wa kiroho na kidini, unamnyima mamlaka rais wa Iran Mohammad Masoud Peshkani, kwamba anaonekana hana nguvu na anatumu. Ndio maana hakuwa targeted, kwamba nguvu ya Irani ipo kwa kiongozi wao wa kiroho. Wanataka kuvunja huo mfumo, warejee katika mfumo wa magharibi ili waweze kuishikilia Irani. Tutarudi kihistoria. Mwaka 1951 Iran walifanya uchaguzi, wakamchagua kiongozi wao anaitwa Mohamed Mossadegh. Kipindi hicho Iran kulikuwa kuna makampuni mbalimbali ya gesi na nishati kutoka Marekani, Ulaya na Israel yanachimba mafuta. Yule waziri mkuu Mohamed Mossadegh akapitisha sheria ya bunge, akataifisha, akafukuza makampuni yote ya nchi za Ulaya na Marekani pamoja na Israel. Wakasema hii ikatokea shoko ya mafuta mwaka 53 duniani. Tena ilipotokea ile shoko, wakafanya regime change, wakafanya operation ya Ajax. Ukienda Google andika operation ya Ajax, utaona jinsi gani Uingereza, Marekani na Israel wakafanya maandamano, wakaandaa maandamano makubwa Tehran. Waziri mkuu Mohamed Mossadegh akakamatwa, akaweka kizuizini, akauawa, ndio akaweka utawala wa Shah Pahlavi. Utawala wa kifalme Mohamed Shah Pahlavi ukadumu kutoka 53 mpaka 79, ambapo utawala ule ulikuja kuondoa na mapinduzi ya Kiislamu yaliyofanywa na marehemu Ruhollah Ayatollah Khomeini, babu yule kiongozi wa kwanza wa kiimani wa Iran aliyefanya mapinduzi. Kwa hiyo wanasema nchi za magharibi kwamba nishati ya Irani ni nishati ya dunia. Kwa hiyo nishati ya Irani inapaswa kuinufaisha dunia ya magharibi, otherwise ni hatari sana kwa usalama wa nishati duniani. Na kama unavyojua, Irani ni nchi ya 3 kwa kuwa na mafuta ghafi duniani. Kwanza Venezuela, ambapo wamebadilisha regime change mara baada ya Venezuela kuingia uhusiano na Urusi na China, wakamtoa. Sasa hivi mafuta ya Venezuela tayari yako mataifa ya magharibi wanaamiliki. Nchi ya pili ni Saudi Arabia. Saudi Arabia ilishakubali, haitaki mgogoro na mataifa ya magharibi. Ilishasaini mkataba unaitwa Petrodollar Agreement tangu mwaka 73 na tangu mwaka 1932. Nchi ya tatu ni Irani. Kwa mafuta ya Irani ni yanamilikiwa na Irani kikatiba, lakini ni usalama wa nishati ya dunia. Kitu kinaweza kuwa kwako lakini kisi cha kwako. Ni sawa sana na serikali ya Tanzania, dhahabu ikigundulika uani kwako, imani sio yako, ni mali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeona leo video wananchi wa Iran wanasema na wao hawalali hata kama jeshi lao linapambana, na wao wako na tochi, wengine yani wamejaa barabarani. Hii inamaanisha nini? Kwanza, kabla ya kuuawa kiongozi wao, yalitokea maandamano nchini Irani kupinga hali ya maisha, kumpinga Ayatollah. Marekani na Israel wakaona hii ndio advantage sasa.
lakini ile hali imebadilika baada ya kumuua sasa. Ile hali imebadilika, imekuwa ni jihadi sasa. Na Waislamu wanaamini kufa unapigania haki mwezi wa Ramadhani, unapata tiketi ya moja kwa moja kwenda Jannatul Firdaus. Kwa watu wa Irani hawaogopi kufa, wanaamini kifo ni tiketi ya kwenda mbinguni. Na alivyouawa kiongozi wao, kwa kweli imegeuza kutoka kiongozi wao kumtuhumu kuwa dikteta, wamemuona kama ni mfia imani na mfia nchi na mfia dini. Kwa hiyo hii vita imegeuka kutoka vita ya kisiasa na kijeshi, imekuja kuwa vita ya kiimani. Ndio maana Israel na Marekani wamepata shida kubwa kupata ushindi wa moja kwa moja kama walivyoupata Venezuela, kama walivyoupata Syria kumfukuza Bashar al-Hafidh al-Assad na maeneo mengine. Hii itachukua muda. Kauli ya Trump kwamba Marekani inaweza kuongeza mashambulizi kiasi cha kwamba Iran haitaweza kujenga upya tena nchi yake imeshtua watu wengi. Unakubaliana na kauli hii na unaona hili likienda kutokea? Dunia ya kimataifa na Umoja wa Mataifa hawakubaliani na matumizi ya nguvu za kijeshi dhidi ya diplomasia. Wanasema, nilikuwa namsikiliza Jeffrey Sachs, mwanamchumi mkubwa na mchambuzi wa duniani, na Professor John Mearsheimer, wanasema now the global diplomacy is robbed by the tyranny, kwamba diplomasia ya dunia imepigwa kabali, imeporwa na matumizi ya kijeshi. Dunia haikubaliani na matumizi ya nguvu, inataka diplomasia ichukue mkondo wake ili kunusuru maisha ya watu. Trump anasema hivi kwa sababu Irani hana uwezo wa kurusha makombora kwenda Marekani. Wa Marekani wote wako safe. Lakini je, Trump anawahurumia raia wa Irani? Je, Trump anawahurumia raia wa Israel kwa sababu Israel anashambuliwa makombora na Iran? Je, Trump anawahurumia raia wa Mashariki ya Kati kwenye nchi ambazo Marekani na kambi za jeshi kuanzia Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain, Cyprus, Iraq na maeneo mengine? Jibu ni hapana. Trump anataka ushindi dhidi ya Irani, kuweka nguvu ya Marekani, kufanya taifa la Marekani liogopwe na nchi yote duniani, kufanya Marekani kila anachokitaka aweze kukipata na kufikia malengo ya sera ya mambo ya nje ya Marekani ambayo ni Pax Americana. Mataifa haya ya Magharibi yamekuwa uhubiri wakubwa sana wa kile tunachokiita demokrasia. Wanaamini zaidi kwamba tunahitaji kuzungumza, tunahitaji uwazi, uhuru wa maoni, uhuru wa maamuzi na vitu kama hivyo. Lakini huku kwa Irani mbona kama wanawalazimisha? Hapana, demokrasia ya nchi za Magharibi na mipaka. Demokrasia ya nchi za Magharibi kuna maeneo matatu. Inapokuja swala la Marekani kukiuka sheria za kimataifa huwa wanakuwa kimya. Inapokuja swala la Israel ndo kabisa. Kwa hiyo demokrasia ya mataifa ya Magharibi ina ukomo wake, na ukomo mojawapo, ukienda pale Uingereza ukizungumzia habari za kutoa mimba utaungwa mkono, lakini sema tupinge Israel anaua watu Gaza, Israel anaua viongozi, utakamatwa hapo hapo. Yaani ukienda pale Uingereza pale London Square ukazungumzia tu kuhusu Israel, pepe polisi wanakukamata pale pale. Lakini ni haki yako kuzungumza. Lakini ukizungumzia mambo mengine unaachwa na wanakuunga mkono. Kwa hiyo demokrasia kwa mataifa ya Magharibi inaminywa, kuna maeneo ukigusa unakuwa umegusa maeneo nyeti. Nadhani ndio hivyo. Okay, muda unatutupa mkono. Kwa tathmini yako, endapo Iran itaziba ule mfereji wake wa meli zinazopita kutokana na hali ilivyo sasa, inaweza kuleta athari kubwa kiasi gani katika upatikanaji wa mafuta? Kwanza itapelekea mdororo wa mafuta kama ulivyotokea mwaka 73. Ilitokea global oil crisis, ndio tunachoenda kuiona sasa hivi. Mwaka 73 ilitokea vita kati ya mataifa ya Kiarabu na Israel. Wataalamu wa historia wanaita Yom Kippur. Baada ya Waarabu kupigwa kufuatia Israel kupewa nguvu na Marekani, wakaamua hawatauza mafuta yao. Walivyosema hawatauza mafuta yao, dunia nzima iliingia kwenye mgogoro wa mafuta. Moja kati ya sababu iliyotufanya sisi tukasurvive miaka hiyo Tanzania ni sera yetu ya kutofungamana na upande wote. Tulishuhudia Mwalimu Nyerere mwaka 73 akiomba mafuta, msaada wa mafuta kutoka kwa nchi za Mashariki ya Kati ikiwemo Irani, Saudi Arabia na nchi zingine. Na hata mwaka 79 tulipoingia kwenye mgogoro wa mafuta, na mwaka 80 baada ya vita Idi Amin, tulishuhudia moja kati ya wafanyabiashara maarufu nchini Tanzania, marehemu, Mungu amlaze mahali pema, Bwana Mustafa Jafari Sabodo. Yeye alikuwa ana uswahiba na Ayatollah Khomeini, yule aliyekufa kiongozi wa mapinduzi ya Irani. Irani walitupa msaada wa mafuta mwaka 79, mwaka 80, 84, 85 walitupa msaada wa mafuta bila riba, na tumesolve tatizo la mafuta. Na hichi kipindi sasa ambacho tunashuhudia mgogoro wa mafuta, na kama vita itaendelea mpaka tarehe 1 mwezi wa 4, ina maana hata hapa nchini kwetu mafuta yatapanda kuliko bei tulionayo sasa hivi. Kwa hiyo ni muhimu sasa kwa serikali ya Tanzania
kuja na mbinu mkakati za kukabiliana na hii hali. Asante sana Lugete. Sarafina Douglas anatuandikia, anasema ila Iran mimi nachoka kwa kweli. Hapo unapotusikiliza basi unaweza kukaa na umechill na Captain Morgan yako gold kabisa, umetulia, na unaweza kuichanganya kama unahitaji kola, kama unahitaji tangawizi ama ile ya kuchovya kwenye kuku, alafu tupe mrejesho wako kwenye ukurasa wetu wa Instagram kwa anwani ya Captain Morgan TZ. Kama kawaida tunakwambia however you like to spice Captain, spice on, lakini kumbuka kwamba haiuzwi kwa wale wenye umri chini ya miaka 18, lakini pia hata wewe ambaye uko juu ya umri huo, kunywa basi kistaarabu. Kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea tovuti ya drinkiq.com uweze kufahamu mambo mengi kabisa. Lakini kwa wewe ambaye uko hapo nyumbani, upo kwenye kibanda fulani, basi glasi yako pale moja tunalisongesha kasri, huku unapata moja moto moja baridi, fundo la hapa na pale. Lakini kwa unarudi nyumbani, nunua basi, weka kwenye gari yako pale, ukifika nyumbani mambo yanakuwa mazuri. Unasikiliza 92.1 Crown FM, hili ni Kasri. Mimi ni Imani Henrik, nimemalizana na Lugete hapa na tupo mwaka wa mbele. Imewashika